Kikwete ashuhudia historia. Ngasuma Kanyeka aipa Tanzania heshima kubwa Harvard. Katika tukio lililoelezwa kuwa la kihistoria kwa Tanzania, Rais mstaafu wa awamu ya 4, Jakaya Mrisho Kikwete, alishuhudia na kushiriki moja kwa moja katika mafanikio makubwa ya kimataifa ya Mtanzania Ngasuma Eva Kanyeka, ambaye ameshinda tuzo ya kifahari kutoka Chuo Kikuu cha Harvard nchini Marekani. Tukio hili limeibua mjadala mpana kuhusu nafasi ya Watanzania katika ulimwengu wa elimu ya juu, tafiti za sasa na mchango wao katika kutatua changamoto za maendeleo duniani. Ushindi wa Ngasuma si mafanikio ya mtu binafsi pekee, bali ni ishara ya uwezo wa Watanzania kushindana katika majukwaa ya kimataifa. Tukio la kihistoria Harvard. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, tukio hilo lilifanyika katika Chuo Kikuu cha Harvard, mojawapo ya vyuo vikuu vinavyoheshimika zaidi duniani. Harvard University ni taasisi yenye historia ndefu tangu mwaka 1636 na imekuwa kitovu cha viongozi wa dunia, wasomi na wabunifu wa sera. Katika mazingira hayo ya hali ya juu, Ngasuma Kanyeka alitangazwa mshindi wa tuzo maalum inayotolewa chini ya mpango wa Harvard Ministerial Leadership Program HMLP unaodhaminiwa na taasisi ya Tessa Jowell Foundation. Tuzo hii hutolewa kila mwaka kwa mwanafunzi wa shahada ya uzamiu PhD ambaye tafiti zake zina mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi zinazoendelea. Hivyo basi, ushindi wa Ngasuma una maana kubwa kwa sababu unaonyesha kuwa tafiti zake zina thamani ya kimataifa na zinaweza kuleta mabadiliko halisi katika jamii. Kikwete, ushuhuda wa heshima ya taifa. Katika tukio hilo, Dr. Jakaya Kikwete alikuwa miongoni mwa viongozi wa kimataifa waliokuwepo kama wazungumzaji katika programu hiyo ya HMLP. Uwepo wake uliongeza uzito wa tukio hilo na alitumia nafasi hiyo kumpongeza Ngasuma kwa kuwakilisha Tanzania kwa heshima kubwa katika jukwaa la kimataifa. Alisisitiza kuwa mafanikio hayo yanaonyesha wazi kuwa Watanzania wana uwezo wa kushindana na kufanikiwa katika taasisi kubwa duniani. Kwa mtazamo wa kisiasa na kijamii, kauli ya Kikwete ina uzito mkubwa kwani inaakisi matumaini ya taifa kuhusu vijana wake na mchango wao katika maendeleo ya nchi. Safari ya Ngasuma kutoka Tanzania hadi Harvard. Ngasuma Kanyeka ni mfano halisi wa safari ya mafanikio inayotokana na bidii, elimu na maono. Kabla ya kufikia hatua hiyo, tayari alikuwa ametambuliwa katika ngazi mbalimbali za kimataifa. Ametajwa kuwa miongoni mwa wanawake 50 bora katika uongozi barani Afrika mwaka 2019 na pia aliwahi kutambuliwa kama mmojawapo wa vijana 40 bora duniani wanaoendeleza ajenda ya uzazi mpango. Safari yake ya elimu na taaluma inaonyesha kuwa mafanikio ya sasa si ya bahati, bali ni matokeo ya juhudi za muda mrefu. Tafiti za kisasa, AI na maendeleo ya kiuchumi. Moja ya lililochangia ushindi wake ni utafiti wake unaohusisha matumizi ya akili mnemba, artificial intelligence, katika kuboresha mifumo ya dhamana za mikopo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, utafiti wake unalenga kusaidia wanawake na vijana kupata mikopo nafuu, kuongeza kipato na kuboresha hali za maisha ya familia. Hii ni hatua muhimu sana, hasa katika nchi zinazoendelea ambapo upatikanaji wa mitaji ni changamoto kubwa kwa makundi haya. Kwa kutumia teknolojia ya kisasa, Ngasuma anajaribu kuleta suluhisho la kudumu ambalo linaweza kupunguza umaskini na kuongeza usawa wa kijinsia katika uchumi. Mchango wake katika sera za kidijitali. Mbali na tafiti zake za kifedha, Ngasuma pia anahusika katika masuala ya sera za usalama wa mtandao, cyber governance na ulinzi wa data. Katika kituo cha Belfer Center cha Harvard, anatarajiwa kushiriki katika miradi ya kuandaa sera za faragha ya data, hasa katika mazingira ya Marekani. Hii inaonyesha kuwa mchango wake hauishii Tanzania au Afrika pekee, bali una athari za kimataifa, hasa katika zama hizi ambapo teknolojia na data ni msingi wa uchumi wa dunia. Tanzania katika ramani ya dunia. Ushindi wa Ngasuma unaongeza hadhi ya Tanzania katika ramani ya kimataifa ya elimu na tafiti. Kwa muda mrefu, nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikionekana kama watumiaji wa maarifa badala ya wazalishaji. Hata hivyo, mafanikio kama haya yanaonyesha kuwa Tanzania inaweza kuwa sehemu ya uzalishaji wa maarifa mapya yanayoweza kutatua matatizo ya dunia. Aidha, Ngasuma ni miongoni mwa Watanzania wachache sana waliopata nafasi ya kusoma PhD katika Harvard, jambo linalofanya ushindi wake kuwa wa kipekee zaidi. Maana ya tuzo hii kwa vijana wa Tanzania.
Kwa vijana wengi wa Tanzania, ushindi wa Ngasuma ni chanzo kikubwa cha motisha. Unaonyesha kuwa licha ya changamoto za rasilimali na mazingira, bado inawezekana kufikia mafanikio makubwa kupitia elimu na juhudi. Ni ushahidi kuwa mipaka ya mafanikio haipo katika jiografia, bali ni katika uwezo wa mtu binafsi. Nafasi ya wanawake katika uongozi na elimu. Mafanikio ya Ngasuma pia yana umuhimu mkubwa katika suala la usawa wa kijinsia. Kama mwanamke, ushindi wake unatoa mfano mzuri kwa wanawake wengine kuwa wanaweza kufanikiwa katika nyanja za sayansi, teknolojia na uongozi. Katika bara la Afrika ambapo wanawake bado wanakumbana na vikwazo katika elimu na ajira, mafanikio kama haya yanaweza kuchochea mabadiliko ya kijamii. Ushirikiano wa kimataifa. Programu ya Harvard Ministerial Leadership Program inalenga kujengea uwezo viongozi na wataalamu kutoka nchi mbalimbali ili kuboresha sera za maendeleo. Uwepo wa viongozi wa Tanzania, akiwemo Kikwete, unaonyesha umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kujenga uwezo wa taifa. Changamoto na matarajio ya baadaye. Licha ya mafanikio haya, bado kuna changamoto nyingi zinazoikabili Tanzania katika sekta ya elimu na tafiti, ikiwemo ukosefu wa rasilimali, miundombinu na fursa za kimataifa. Hata hivyo, mafanikio ya Ngasua yanaweza kuwa chachu ya mabadiliko kwa kuwahamasisha uwekezaji zaidi katika elimu ya juu na tafiti. Hitimisho. Kwa ujumla, ushindi wa Ngasuma Kanyeka katika Harvard ni tukio la kihistoria kwa Tanzania. Ni ushahidi kuwa taifa lina vipaji vinavyoweza kushindana kimataifa na kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya dunia. Uwepo wa Jakaya Kikwete katika tukio hilo unaongeza uzito wa mafanikio hayo na kuonyesha mshikamano wa taifa katika kusherehekea mafanikio ya vijana wake. Katika dunia inayobadilika kwa kasi, mafanikio kama haya yanaonyesha kuwa mustakabali wa Tanzania uko mikononi mwa vijana wake wenye elimu, ubunifu na dhamira ya kuleta mabadiliko.